kabla Mungu hajaumba huwa anafanya. Kabla kitu hakijatokea kikatengenezwa na mikono, kikiwa wazo lililokwisha kamilika, kwenye hiyo hali ya uwazo, hiyo hali ya kutoonekana, kinakuwa kimefanywa. Halafu ukija mchakato wa kukitengeneza ndo unaitwa uumbaji, kuumba, kukipa umbo. Kwa hiyo kabla kitu hakijapata umbo, ila kimeshaeleweka kwa mtengenezaji, tunasema kimeshafanyika. Mstari wa 26 ni Mungu anafanya, ni wazo kwenye kikao cha Mungu, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mstari wa 27 ni Mungu anatekeleza alichokwisha fanya kwenye wazo lake. Anakitoa kwenye mawazo, anakigeuza kuwa uhalisia, anakiumba. Kwenye kuumba aliumba maumbo mawili, umbo la mwanaume na umbo la mwanamke. Kwa mfano wake Mungu alimuumba mtu, mwanaume na mwanamke aliwapa umbo. Kwa hiyo ndio maana duniani kuna maumbo mawili tu, umbo la mwanaume na umbo la mwanamke, ila ndani kuna mtu aliyefanywa. Ndani ya aliyeumbwa kuna mtu aliyefanywa ambaye ni roho. Mtu ni roho amefanywa, ashikiki, aonekani katika macho ya kawaida, ila ni halisi. Ndo anayedumbukizwa ndani ya umbo lililoumbwa la mwanamke au mwanaume.